yaliyojiri huko Mashariki ya Kati, mzozo wa vita baina ya Israeli, Marekani pamoja na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran ilitumia tu sehemu ndogo ya nguvu zake za kijeshi katika mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kikanda baada ya Israeli kushambulia mradi wa gesi wa Saudi Paris wa Iran, na akaonya kuhusu kutokuwa na vizuizi kabisa ikiwa vifaa vya nishati vya Irani vitashambuliwa tena. Shambulio la Irani kwenye kituo cha gesi cha Ras Laffan litapunguza uwezo wa Qatar wa kusafirisha gesi iliyoyeyuka kwa takriban 17%, ambalo linaweza kusababisha kupungua kwa usambazaji kwa Ulaya, Asia na maeneo mengine. Idara ya ulinzi wa Marekani inataka dola bilioni 200 kutoka kwa Congress ili kufadhili vita vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Irani, ambavyo waziri wa ulinzi Pete Hegseth alisema havina muda wa kuisha. Shirika la Msalaba Mwekundu la Irani linasema angalau watu 204 wameuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, huko vita vikiingia takriban siku 21 na idadi ya vifo nchini Irani kwa ujumla kuongezeka hadi kufikia 1444. Kwingineko, Lebanon, zaidi ya watu 1000 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli nchini Lebanon tangu Machi 2, ikiwa ni pamoja na watoto 118, Wizara ya Afya Lebanon ilisema katika taarifa yake. Jeshi la wanamapinduzi kutoka nchini Iran, IRGC, inasema msemaji wao ameuawa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi hilo, wamesema kwamba IRGC imethibitisha kuwa Jenerali Ali Mohammed Naim, msemaji wake, ameuawa katika shambulio la kombora la Israeli na Marekani. Shirika la habari la Tasnim linalomilikiwa na serikali liliripoti kwenye mtandao wa Telegram pamoja na mtandao wa X kuwa Naim aliuawa mapema siku ya Ijumaa.